Survivor Series tutakuwa naye Brian Mushiri mwenye umri wa miaka 26. Anatoka maeneo ya Nakuru kule Kabarak. Kijana ambaye alisoma paka akaingia JKUAT, alikuwa anafanya degree in procurement katika masuala ya kuweza kusupply mambo mengi sana ama katika harakati ya kuweza kusoma, lakini kuna kitu kilitokea maishani mwake ambayo yalibadilisha taswira maisha yake na mwelekeo wa maisha yake. Karibu sana Brian katika studio za Radio Maisha. Asante sana. Umeamkaje bro? Nimeamka poa. Uko fiti? Kabisa. Naam. Umetokea Nakuru leo ama jana? Nilitoka jana. Naam. Nikaja nikalala hapa na Nairobi kwa rafiki yangu ambaye alitupatia place ya kudoze. Naam. Na sasa tumefika. And this morning you want to tell your story bro? This morning tunapatiana story ile watu wajue yale tumepitia, pia wapate nguvu pia. Nashukuru sana mwanzo kuweza kupatia fursa kama hii kaka kuweza kuongea nasi na kuweza kuinspire wale wengine ambao tusikiza siku ya leo. Kaka, mimi story yangu inaanzia Kisumu pale Kanokolwa. Wewe story yako inaanzia wapi? Story yangu inaanzia pale Nakuru, jinsi tu umesema. Mimi nimezaliwa hapo Nakuru, kijiji inaitwa Mangu. Naam. Hapo ndio nimeenda shule, primary nimeenda pale Nyahururu, alafu high school nikaenda kule Othaya Boys, huko ni Nyeri County. Na hapo ulizaliwa ukiwa sawa na ulikuwa na mikono yako yote, macho yako yote, mguu yako yote, mikono yote? Nilizaliwa nikiwa sawa kabisa. Naam. Up to 19 years nilikuwa tu sawa, nilikuwa nafanya kazi vizuri. Sisi kwetu ni wakulima, tulikuwa tunalisha nguruwe. Kwa hivyo nilizaliwa nikiwa sawa, sikuwa na shida yoyote. Naam. Sasa baadaye ndio ukapata ajali. So from secondary school ulisomea wapi? Secondary school nilisomea Othaya Boys. Othaya Boys High School. Ukapiga ngapi hapo hivyo? Sikupiga mbaya sana. Nilipata C+. Nikapata opportunity ya kuenda kampo. Na ulikuwa ushachagua kwamba mimi nikikuwa nataka kuwa mtu fulani labda? Nilikuwa plan ilikuwa kwanza, mimi ni mtu nimependa kuandika since kitambo. Mimi hadi sasa nafanya kazi ya uandishi. Lakini plan hiyo wakati ilikuwa nikishamaliza chuo niingie jeshi kiasi. Nilikuwa nataka kuwa mwanajeshi. Ushike bunduki bro. Vibaya sana. Uvae yale mapaku yani? Mapaku. Naam. Hiyo ilikuwa dream. Naam. Ilikuwa a dream of mine. Niingie ujeshini kiasi, nitumikie nchi. Alafu pia uandishi lazima tu ningezidi kufanya. Unapenda kuandika sana? Sana. So JKUAT ukaingia mwaka gani? JKUAT niliingia 2013 mwisho. Kwa vile sikuwa nimepata ile grade fiti sana, nikaona niingie nifanye hiyo procurement science, at least nipate ile makaratasi. Tunaelewa. Kwa hivyo nikaingia nikafanya huko 2014. Niliingia campus 2012 late. Nikasoma 2013, sasa 2014 ndio nikapata ajali mwanzo. So ulikuwa kwa mwaka wangapi hapo JKUAT? Nilikuwa third year first semester. Na ulikuwa unafanya vizuri tu? Nilikuwa sawa. Nilikuwa najikaza tu. Masupa huko nayo? Sikuwa nayo bado. Bado. So as in ukisoma pale nini kilikuja kabadilisha maisha yako? Hii siku ambayo maisha yako yakabadilika kabisa mpaka ukaacha kuendelea na masomo. What happened Brian? Ilikuwa lini? Ilikuwa saa ngapi? Ulikuwa umetoka wapi labda? Ilikuwa hiyo siku nakumbuka poa sana Billy. Ilikuwa February na ilikuwa date 8. February tarehe 8. Tarehe 8 mwaka ni 2014. Nilikuwa tu nimetulia tu, ilikuwa on a Friday. Nilikuwa tu nimetulia Kejani after school. Nilikuwa tu nimekaa tu hivi na natazama sinema tu pale. Nikapata simu kutoka kwa rafiki yangu. Unacheki movie gani? Hata sikumbuki, lakini nafikiri tu zilikuwa hizo movie za, mimi napenda zile romantic comedies. Nakumbuka tu ilikuwa moja hizo tu. Kwa hivyo nilikuwa nimetulia pale, nilikuwa ninatazama sinema, nikapata text kutoka rafiki yangu akaniambia njoo, niko na mpango leo. Ana form. Akona form. Na hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kutoka nyumbani ati kuenda kutafuta form. Kwa sababu ilikuwa kitu 10 PM hivi usiku. Nilikuwa nishalala, nilikuwa kitandani. Ulikuwa home kabisa? Huko shule? Nilikuwa nina commute. Nilikuwa na commute kwa sababu nilisomea JKUAT ya town campus.
Kwa hivyo nilikuwa nishaingia kitandani, jamaa kanitumia text akaniambia kona form. Na mimi ni tu ile damu tu ya ujana nikasema wacha niende nione ni aje. Naam. Ni best yako tu wa karibu sana. Alikuwa best yangu sana. Alikuwa na kinyozi kule kijijini. Naam. Kwa hivyo mimi nifanyeje? Si nikaenda pale. Kuenda pale ndio akaniintroduce, alikuwa na marafiki wake wengine hapo. Akaniambia huyu ako na gari, si tuende Nakuru town. Tuende tuone vile kutakuwa. Naam. Sana mimi wakati nilisikia hivyo juu ilikuwa the first time. Nikafurahi sana hata sikuuliza swali tu. Wala kufikiria mara mbili. Ni kujibamba tu. Kujibamba tu. Naam. Juu nilikuwa nimesikia stories za watu wengine wanafanyanga hivyo. Na mimi sikuwa nimepata opportunity na hii imejileta hadi hapa Ndio ulikuwa unatumia tei wakati huo? Hapana, sikuwa natumia hiyo. Bado ulikuwa good boy mbaya. Kiasi tu. Naam. So ndio sisi hao hadi Nakuru town. Tukabarizi hivi kiasi. Mwendo wa saa ngapi sasa hiyo? Mwendo tulibarizi kiasi hadi early morning. Naam. Hadi masaa 9 hivi. Sasa tukuanza kutoka town kurudi Nakuru. Ndio sasa tukapatana na ajali. Hiyo alfajiri. Na alikuwa kwenye steering. Alikuwa rafiki. Alikuwa friend of a friend. Huyo rafiki mwenye alikuwa ameniita. Na lakini alikuwa jamaa polisi, hakuwa amekunywa zake. Yeye ndio alikuwa designated driver. Walikuwa kunywa yani. Alikuwa kunywa. Ilikuwa mmefikia eneo gani sasa hiyo wakati ambapo alikuwa inawapata? Kunaitwa Mustard Seed. Mustard Seed ukienda pale, ukipitia pale Nakuru Eldoret Highway, iko pale panaitwa Mustard Seed hapo. Hapo sasa ndio tuligongana head on na trailer. Na ilikuwa mko speed wakati huo? Unajua hiyo ni masaa tu. Ile speed unajua hata mkigongana head on kama hata ulikuwa tu hadi 70 bado itakuwa ni noma. Ulikuwa umekaa upande gani wewe kwenye gari? Nilikuwa nimekaa nyuma. Nyuma wa upande wa dereva au katikati? Kwa hivyo kulikuwa na mtu kando yangu mbele na dereva. So wewe mkashtukia tu impact? Impact. Ilikuwa umelala ama wewe uko macho tu unaangalia barabara? I think hapo conscious ilipotea kiasi, lakini nilikuwa macho towards the last few seconds hivyo. Lakini sasa impact ni kama sikumbukangi sana kuhusu hiyo impact. I think ni hiyo trauma tena kiasi. So ulishtukia tu mlipuko mkubwa na ukapoteza fahamu? Nilishtukia tu hiyo impact pa. Unajua ukishaona zile headlights zisha karibia zaidi. Unaona sasa, unajua I think kila mtu ashaikuwa hiyo situation yenye unaona umeenda ku overtake, unaona kama mtagongana lakini towards the last few seconds unawahi. Sasa kuna adrenaline kana kutembea mwilini yani. Ndio. Sasa hii uliona tu hakuna kitu ina happen, tutagongana tu. Sasa I think hapo fahamu zikakupotea. Zikanipotea. So wakati ambapo ulikuwa una regain fahamu yako, ulikuwa umejipata hapo katika scene ama ulikuwa kwa wapi wakati huo? Wakati fahamu zinarudi nafikiri nilikuwa hospitali. Lakini huwa naambiwa nikipewa story huwa naambiwa tulichukuliwa hapo na wasamaria wema kutoka hapo Mustard Seed. Kuna mtu alinichukua akanipeleka Valley Hospital. Na Bilika pia naweza sema kitu kuhusu wao first responders. Unajua mimi sikuwa na any external injuries. Sikuwa nimevunjika mkono, sikuwa na damu inatoka anywhere. Injury yangu ilikuwa internal Kwa hivyo iko inaonekana. Kwa hivyo walidhani niko sawa. So wakawa wanasaidia hao wengine ambao waliniinua sana walinishika mikono, miguu bila kutaka kujua ni nini mbaya. So kwa sababu injury iko internal sasa ikaharibika zaidi. So wakawa nakubeba tu kihobela hivi yani. Alafu unajua ni spine wakaenda wakanikalisha chini. Na unajua sasa hata usikii uchungu wakati huo. Sasa hata usikii uchungu ujui ni nini. Kwa hivyo sawa wakanichukua, lakini pia walifanya kitu ya maana kusaidia na. Wale wengine nao walikufa vifo vya uchungu sana hapo kwenye sport hapo. Walikufa. Mlikuwa watu wangapi kwenye gari? Tulikuwa watano. Naam. Watatu wakakufa on the spot. Mimi nika survive
na huo mwingine pia ka survive with minor injuries tu. Dereva alikuwa na asi dereva passenger huo. Ambaye alikuwa ndio best yako ama best yako? Best yangu aliaga tu hapo tu. Wow. Aliaga head injury mbaya sana. So ukiwa hapo hospitali wakati unafahamu, ulijua nini kimekutokea ama ulibidi uanze kuelezewa? Nilikaa sana bili kabla nijue. Ulichukua muda gani kabla uamke? Hapo sasa ni wazazi wakati nilipelekwa hosi. Sasa wakaanza kuniuliza manamba Naam. Nilikuwa niko nafahamu saa hiyo. Mimi unajua nilikuwa nime sneak out niende Dunda na wazazi walikuwa hawajui. Wazazi hawajui. Naam. Kwa hivyo nikiwa hapo tu wananiuliza tupeana namba. Nikapeana namba ya rafiki yangu. Ukupeana wazazi? Nilidhani maybe nime dislocate ama kiasi tu akuje maybe hata wazazi hawatajua. So nikapeana namba ya rafiki yangu akapigia my cousin akapigia wazazi. So wazazi around 7:30 wakapatwa na mshtuko sana. Jua wanaamini kijana ako kwa keja mazee. Wow. Mimi niko casualty. So hapo on 8th sasa hapo ndio safari yangu sasa ilianza. Kwanza Bili nikwambie mambo ya hospitali ni ngumu sana Ukiwa si pale casualty. Ni ngumu juu kutoka hapo sasa ikaanza ni magarama kibao sana. So wazazi kufika ulivyowaona, jambo la kwanza uliwaambia lini ama wao walikuambia jambo gani la kwanza ulivyokuona pale kitandani umelala? Nilikuwa sedated sana. Nilikuwa nimedungwa yale madawa. Unajua ukiona spine injury lazima wakudunge ile dawa ndio usiweze kumove sana. Relax, juu ukijaribu songa utafanya ikuwe worse. Kwa hivyo walikuwa wamenisedate. Kwa hivyo for most of the time nilikuwa tu nimelala. Kwa hivyo hawakuwa na answers. Singeweza kuwapatia yale majibu yenye walikuwa wanataka sana. So hapo si Brian. Ulikaa muda gani mpaka ukapoa taarifa na madaktari kwamba bazeni aje Brian? Wewe utatembea tena ama ilikuwaje? Hebu nieleze venye ulikuwa na breaking news kwako. Safari yangu Bili hapo ilikuwa safari yangu ya hospitali hapo ni mrefu. Kwa sababu unaona sasa nimepelekwa hapo Valley Hospital. Kwa hivyo sasa wakaanza kunifanyia test. Juu wanaona huyu kijana hana injury. Lakini move, respond. So wakataka kujua ni nini. Huwezi kumove mkono wala mguu. Mkono, mguu si move. Shingo. Shingo si move. So wakaanza kufikiria kususpect ni spine injury. Sasa ndio wakuwe certain lazima ningepeleka CT scans. Na hizo scans zingine zote. Na wako nazo kwa hiyo hospitali. So nipandishwe ambulance ngiri kama 19 niende nifanyiwe huko. Alafu after wamejua nilikuwa na hiyo spine injury wakaniambia due to the seriousness of the injury lazima ningepelekwa Aga Khan the same day. Hawezi kukaa naye pale. Juu lazima walikuwa wanataka nifanye operation as soon as possible. Ndio usaidiwe. Ndio nisaidike. Kwa hivyo mimi hapo Saturday the same Saturday kutafuta ambulance na hakuna ambulance Nakuru ambayo iko equipped kubeba mtu kama mimi, mtu ako na spine injury. Kwa hivyo ilibidi tugojee, kulikuwa na rugby hapo tu karibu NSC. Ilibidi tusubiri hadi NSC hiyo rugby event ishe ndio ambulance ya Red Cross ikuje tuchukue itupeleke Aga Khan. Ambulance nao ni 30k kutoka hauna medical cover. Hauna medical cover. Mzazi alikuwa alikuwa anaenda tu shughuli zake Saturday. Yani kuhustle kuhustle tu. Imebidi alipe 19k ya CT scans. Kukaa hosi kutoka hiyo masenye nilipelekwa hadi jioni ilikuwa another 26k. Na hakuna kitu nilikuwa nimepewa ni hizo tu madawa za kulala. Kulaza ile. Saa ikakuwa ni hivyo 30k tukaenda hadi Aga Khan. Ulifika Aga Khan pale kawaje? Aga Khan tulifika around 2 am hapo 3 hapo tulifika quite late Kufika Aga Khan wakasema huyu jamaa vile tunamuona lazima mtoe deposit ya 400k. Aga Khan ya Nairobi. Aga Khan ya Nairobi.
Umeona hiyo maneno bili mshahara 400,000 na kwenye umetoka na unajua ajali inawapata kama hamko prepared na hapo hamna medical cover, so tukaambia hapa lazima mtoe 400k, lakini kwa bahati mzuri my aunt alikuwa hapo akanipatia cover yake, kwa hivyo ndio niliingia nayo HDU. So hapo ni tuseme Sunday morning hapo sasa ndio nikaingia yeah. So madaktari walikuwa wanakuja kuongea na wewe Brian ama walikuwa wanaongea na wazazi tu? Walikuwa wanaongea, unajua Aga Khan ni hospitali kubwa, wanakaa wakikupatia updates frequent updates. Kwa hivyo walikuwa wanapatia wazazi, ndio walikuwa wanapewa updates sana lakini mimi unajua nilikuwa ina situation ya nilikuwa nimefungwa sana, nilikuwa siko naweza kucommunicate vile, lakini wazazi walikuwa wanaongea na madaktari. Hebu nieleze the time ambao wali break news kwa kwamba bwana umekuwa na spinal injury na itakuathiri vibaya sana, wali break kwako ama waliambia wazazi? Mimi nafikiri ni wazazi waliambiwa kwanza. Juu mimi kusema ukweli nilijua niko na spine injury wakati unajua wakati after kuenda Aga Khan. Nilika Aga Khan Sunday, Monday wakasema bill imefika 1 million. Wakasema wanataka deposit ya 1 million. Okay. Ulika Monday, ulika Sunday mpaka Monday. Monday my dad akapigia simu akaambia mzee kabil ile do inaisha, si uongezeka mita ndio pia afanyiwe surgery sasa. Tuko na hii sisi ni wakulima. Tuko na hii mambo hatutaweza. So ikabidi sasa tutafute hosi nyingine. Sasa mimi nikapelekwa Kenyatta. Ukaingia Kenyatta. Nikapelekwa Kenyatta Tuesday, nikatransferiwa, nikapelekwa Kenyatta nikaenda nikakosa kitanda, nikalala casualty. Na kuna ile care ambayo unahitaji ya high dependence unit. Huko guy, si casualty sasa, nilikuwa nimelala kwa stretcher tu the whole night. Nilifika Kenyatta around 5 hapo 6 na nililala casualty hadi the next morning 11. The next morning. Na wakati hata usikii uchungu Brian, wewe huko tu. Niko numb. Siwezi fanya kitu. Nimetoka tu vile nilitoka kwa ambulance ya Aga Khan. Wamenifunga hizo nini, lakini sasa ile kitu mbao unajua ilikuwa ni uchovu numbness kwa sababu nimelalia kwa stretcher tu hivi. Were you able to talk during that time when ulikuwa una transfer kutoka Aga Khan mpaka? Nilikuwa naongea. Ulikuwa unapiga story gani? Ulikuwa unaongea na nani sana? Nilikuwa nakumbuka story nilikuwa nayo kwa ambulance. Nikitoka Aga Khan. Kwa sasa wakati nilikuwa natoka Aga Khan ndio fahamu zilirudi fiti kabisa Nikiwa kwa ambulance nakumbuka kulikuwa na nurse wawili warembo pale. Ngulusumu kaanza kuongea nao. Ilibidi kwa sababu unajua mimi sikuwa najua shida yenye niko nayo, bado sikuwa nimeelewa. Mimi nilikuwa tu naona wao ni warembo tu So uliongea nao nini labda? Uliwauliza swali labda? Nilikuwa tu nawauliza tunaenda wapi? Kazi hii mlianza kufanya lini? Vitu kama hizo tu, small talk. Just keeping conversation kwa sababu at that point sikuwa najua what's happening to you. Sikuwa najua ilikuwa that severe. Sikuwa najua. Nilikuwa tu nadhani maybe nimedislocate shingo ama kitu kama hiyo. Sikuwa najua. Na hukuweza kumove mkono wala mguu, huwezi kumove kabisa? Singeweza. Mikono ilikuwa hata imefungwa, unajua ukitransportiwa hivyo lazima ufungwe kabisa. Ndio usifanye injury yote tena zaidi. Kwa hivyo nilikuwa nimefungwa miguu, mikono, shingo, nilikuwa nimefungwa pande zote tu. Hapa Kenyatta ulikaa muda gani? Kenyatta nilikaa about 2 or 3 weeks hivyo. Hapo ndio nilifanywa upasuaji. Nilifanywa na daktari anaitwa Dr. Ombachi. Ni daktari ambaye amebobea sana kwa hiyo kazi na hapo nilipata a lot of support Billy kutoka kwa marafiki, familia. Lazima tu wangekuja kunitazama pale hospitali, kunipea nguvu. Sasa nikiwa hapo ndio nilianza sasa kuelewa ni kubaya. Were you told ama ulikuwa unaangalia tu environment na jinsi unatreatiwa ndio kujua? Unajua nilibahatika sana, nilipata private ward. Nikapelekwa private ward. Kwa hivyo tulikuwa
tulikuwa watu 6 kwa hiyo ward na mimi nilikuwa kwa kitanda ya katikati Kwa hivyo nilikuwa wakati walikuwa nanikalisha chini ningeona hao watu wengine. Na ni mimi tu ndio nilikuwa naona siku anaweza kuamka, singeweza kujilisha, singeweza kujiosha. Unajua ilikuwa inafika time zingine za 6 na wana manaso wamekuja. Wananitoa nguo, wananiosha, wananivalisha kadaipa. Nikajua ni kubaya. So yani hata ulikuwa ukijisikia kwenda msalani, huwezi sema nataka kwenda msalani. Ama ulikuwa unasema lakini unaomba jinsi kuna vyoenda na spine injury Billy. Mimi niko na injury ambayo inaitwa C5C7. Nini? C5C7 ni kumaanisha niligongwa hapa shingo. Unajua spine imetoka kutoka kwa kichwa hadi hapa kwa waist. So the higher the injury, the more severe inakuwa. Kwa hivyo mimi niligongwa hapa kwa shingo. Kumaanisha area yote kutoka kwa armpits kwenda chini sihisi kitu yoyote na siwezi control. So yani kwa mfano kama choo kikija kinatoka, haja ndogo ikija inatoka tu yenyewe bila inatoka tu. Mimi sina say. Ikijisikia mwili tu inafanya nini? Inafanya kazi kivyake. Ndio niko nakueleza kama hata saa hii ukakuja hapo uweke jiko hapa. Mimi nitasikia tu joto vizuri lakini siwezi hisi nikiungua. So utakuwa labda unachomeka lakini hutauhisi chochote. Hauhisi. So baridi huwezi sikia wala baridi unaweza niweka pali kuna baridi lakini mimi kwa saa hiyo sisikii baridi, kumbe mwili inaingiza tu baridi na unakuja unakuwa affected. Ndio maana watu kama sisi tuko kwa hizi wheelchair. Tunagonjeka sana vitu kama pneumonia hivyo kwa sababu mara mingi ni wakati tunasikia baridi lakini hauelewi juu mwili haisikii. So Brian, hapa kitandani uko unaona tu unachangewa diaper, unaoshwa pale. Did you ask your parents? Did you ask yule mtu ambaye alikuwa pale na anakuchunga? Ilifika wakati niliogopa jibu nilikuwa nasikia mwili jinsi ambavyo ipo. Nilikuwa nasikia mwili yangu ni mzito. Mikono haziko zinafanya kazi. Hiyo wakati hata mkono haiko inainuka ama nini. So nilikuwa ninaogopa, alafu kila mtu akikuja ananiguza miguu na ananiambia unasikia? Sasa mimi naambia nasikia kwa sababu mimi sitaki tu kukubali. Yani you didn't want to accept. I didn't want to accept kwa sababu hili ni jambo ambalo ni ngumu sana kukubali. Unajua tu just a few days ago nilikuwa campus, nilikuwa kijana barobaro, mkulima nini. Ulikuwa unapiga ukulima, ulikuwa unacheza sport yote? Nilikuwa nacheza rugby. Wow. Yeah. And you wanted to go back to that life ya kucheza rugby? Nakumbuka kuna wakati Dr. Ombachi alikuja nikamuuliza, alikuja kuchukua ripoti nikamuuliza daktari vile mimi nasikia unaona kama nitatembea tena? Akaniambia unajuange niambia straight tu, akaniambia itachukua muda lakini you never know. Hii mambo ni ya Mungu So ilikuwa ngumu sana kukubali ati sasa hivi ndio nitakuwa sasa. Brian, ile siku ambayo realize kabisa kwamba you will never walk again. Ilikuwa lini, nani alikwambia na ulichukuaje hizo taarifa? Baada ya kutoka hosi, baada ya kutoka Kenyatta Hospital, nilienda hospitali nyingine tena Nakuru kwa muda mfupi kama wiki 2 hivi, alafu sasa nikaenda nyumbani. Kawaida watu wa spine injury wanatoka hospitali wanaenda spinal unit. Lakini wazazi wangu walijikausha wakasema mimi sitaenda huko. Nikaenda nyumbani tu direct kwa sababu wazazi wangu ndio wamekuwa my caregivers. Babangu na mamangu. Kwa hivyo mimi wakati nilirudi home, so si ni kuanza life sasa. Kwanza Billy, wakati tu nilifika hivyo tu nilianza tu kulia Ulifika Kejani? Nilifika tu Kejani nikaanza tu kulia. Kwa nini niliona hapa tu ndio nilitoka. Huo usiku tu. Nilikuwa tu nadhani itakuwa tu kama from the next morning utakuwa umefika pale na wazazi wasijue juu ni mambo watu hufanya, si ndio? Kwa hivyo mimi nilifika hapo nikaanza tu kulia kwa sababu nilikuwa nimeona kabisa maisha yangu haitaendelea kutoka hapo. Kwa sababu mwili yangu ulikuwa very weak na hata kupumua ilikuwa shida. Kwa hivyo mimi nilikuwa tu tayari
kwa jinsi ambavyo tu kungeenda lakini at least venye nilifika home nilisema at least kakienda vibaya at least nitakuwa nyumbani. Kwa hivyo uko umeuliza swali ya nilijua vipi so nimefika home nimeanza kuregain some use of mikono yangu nimeanza kutumia. Mama akaninunulia simu touch screen. So wakati alininunulia nikaanza kugoogle. Nikagoogle mambo ya spine injury. Unajua niko nasomewa discharge letter. Kwa hivyo niko ninajua nimeumia wapi. Na condition ndio so nikaanza kugoogle. Hapo sasa ndio uhondo ulinipata reality sasa ilikuwa inanipata tu nikiwa pale kitandani peke yangu tu. Hata sikuwa nanena na mtu mwingine. Na ukirudi home ulikuwa unaweza kukaa lakini ama ulikuwa bado unalala? Nililala. Ulikuwa unaweza kukaa sana. Unajua nilikuwa ninaenda bado mwili umelegea zaidi Juzi nimekuambia kutoka armpits zinaitwaje na Kiswahili? Mikono. Huku hivi. Kutoka ama kwenye makwapa huko. Makwapa huko kutoka kwa makwapa hivi kwenda chini. Unaona sasa mwili yangu ninasikia like less than a third. Juu ni kichwa na mabega tu ambapo na ndio unaweza kuhisi. Lakini kwenye makwapa kwenda chini hauhisi kabisa. Sihisi kitu yote. Ulilala kitandani muda gani ulipofika nyumbani? Nimelala kitanda nililala 2014 na 2015 mfululizo. Nilikuwa tu nataka wazazi wangu wamenisukuma sana Bill. Walikuwa wananisukuma wananiambia toka kwa kitanda, kalia kiti, lakini mimi mwili yangu najisikia tu kukaa kwa kitanda. Ulikuwa unaogopa? Pia sitaki. So bro unasema 2 years. 2 years nilikuwa tu natoka ikibidi sana ninatoka Sunday natoka a few hours kisha narudi tu. Unatoka unaenda nje kuota jua? Naenda jua alafu pia kitu fani ni kuwa hadi macho haikuwa imezoea hiyo mwangaza. Kwa hivyo nikitoka nje ninashinda tu nimelia lakini si machozi. Ni macho nimezoea kukaa kwa nyumba sana. Bro, ulivyokuwa na Google, did you ask anyone? Did you ask a doctor? Did you ask your parents kwamba bwana mimi nimegoogle hivi bwana, what's not happening? Ama ulikuwa unachukulia mwenyewe tu? Unajua wazazi wangu nimewapitishia mambo mzito sana. Kwa hivyo nilisema kama kuna mambo ambayo nitaweza kudeal nayo mimi kivyangu sitawaekelea huo mzigo. Kwa hivyo hata sidhani kama waliwahi jua ati kuna mambo nilikuwa napitia ama nini. Kwa sababu tukiwa mchana nao mimi niko naonesha niko sawa, lakini usiku sasa hilo jambo lilikuwa linanigonga vibaya sana. Nikachapwa na hiyo depression. Unajua ukiwa miaka 20 hapo alafu unaona sasa jinsi ambavyo ulikuwa unadhani maisha yako yatakuwa haitakuwa hivyo tena. Kwa hivyo ilibidi sasa ilikuwa safari mzito sana, lakini niliweza kunavigate hivyo. Lakini hakuna mtu niliambia, hakuna rafiki ilikuwa unazimeza mwenyewe. Nilikuwa tu nazimeza usiku, yani ikafika point sikuwa nalala. Ulikuwa unawaza tu. Unajua kwanza hiyo time hata kujigeuza kwa kitanda ilikuwa ngumu. Ni baba ndio lazima amke mara 3 usiku akuje anigeuze kwa sababu hata sikugeuka siwezi. Did you lose hope, Brian? Sana. Is there any time that you lost hope? Kuna wakati nakumbuka nilipata vidonda sana. Kuna vidonda tunapata watu wenye tunakaa kwa vitanda sana ama kwa kiti sana. Kuna vidonda unapata zinaitwa pressure wounds. Upande gani? Nilipata hapa kwa lower back. Lower back hapo tu juu ya makalio na kwa heels. Hizo kwa sababu hiyo ndio pressure points na mwili ziko. Kuna wakati ambapo hizo vidonda zilikuwa worse, zilikuwa mbaya, zilikuwa zimeanza kuoza. Na ninaona wazazi wangu wanaumia sana. Hiyo siku tu nilikaa pahali tu nikaomba sana, nikaambia Mungu wacha tu nisione kesho. Nichukue. Nichukue tu. Like you literally prayed ukaambia Mungu bwana niaje. Niliomba for mercy niliomba anisikilie huruma kwa sababu yale mambo yenye niko napitia mimi mwenyewe ya kutoka mawazo, ya kutoka kusikia mwili uchungu sana kila wakati, mambo yenye naona familia inapitia, pesa zimeisha juu ya mabills,
wazazi ndio hawawezi fanya kitu, mama hawezi enda pahali, niko na mandugu wengine wawili wadogo, pia hii mambo inawa affect sana. Kesho inaweza kuwa umenifanya kitu ya maana sana. Ulikuwa unajua na burden kwa familia yako yani? Ilikuwa tu burden tu. Ilikuwa burden tena kubwa sana. Hata si tu kwa familia, kwa tu mama na baba, familia tu yote. Unajua tu kila mtu tu mawazo yao yako around you. Na ni nini kikakupatia hope Brayo kwamba mazee ni aje? I can make it another day. Nini kukufanya sasa ubadilishe mawazo yani? Wakati Mungu hapo nichukua hiyo siku ingine, sasa kitu yenye tu ilianza tu dedication ya wazazi wangu kunisaidia. Hiyo ndio imekuwa my source of strength. Juu ninaona kama wamejitolea hivi kunisaidia, basi mbona pia mimi nisijisaidia mimi mwenyewe. Na jinsi ambavyo unaweza jisaidia kabisa ni kujipea hiyo hope vile umesema. Kwa hivyo sasa hapo ndio nilianza sasa kupata nguvu wakati God alinionyesha hayuko ready kunichukua. Nikasema sawa, kama sichukuliwa acha basi nijipange, nijue vile sana nitaishi. Katika hapa kujipanga sasa ukaamua labda ufanye nini yani, kuonyesha kwamba at least now una turn kwamba bwana si lazima niende, naweza kuwa mtu katika hii dunia. Nilianza hivyo, nikaanza kuacha kukaa kwa kitanda sana. Wakati tulifika 2016 sasa nikaanza kutoka kwa kitanda every day. Kusaidia my dad ndio alikuwa ananisaidia sana ku transfer from the bed to the chair. So ikakuwa ni kitu ya daily sasa, ninatoka kitanda kila siku. Kwa hivyo mwili ikaanza pia kuzoea, macho pia ikaanza kuzoea kuona nje. Nikaanza kupumua vizuri juu kitu ambayo ilikuwa nafanya nisitoke kwa bed mara mingi ni kwa sababu nikikaa chini siko naweza kupumua poa. Unaumia vipi? Hata nikiongea unasikia hewa inapotea. So ikafika point juu ya kukaa sana, ni kukaa chini sana juu hiyo exercise ndio nikakuwa niko free, niko comfortable kwa kiti. So 2016 hivyo nikapata confidence ya kutoka kwa watu. Unajua pia sikuwa nataka kutangamana na watu. Ulikuwa unaona haya? Ningeona haya na nilikuwa naona ugumu sana hadi kuongea tu na watu. Juu pia hadi chakula nilikuwa ninapewa hiyo time. Ulikuwa huwezi kula peke yako? Unajua so hata nikikuja pale kama hapa bili alafu muanze kula, mimi nitasema tu nimeshiba kwa sababu nasikia haya. Juu lazima baba akuje hapa, mama akuja ashike kijiko anipe. Alafu tena mimi bado tu ni kijana yani ambaye barubaru yani. Sasa unaona nikikaa hapa tena sikuwa nimekubali. So ulikuwa unajitenga yani? Nilikuwa najitenga na nilikuwa najitenga kabisa, lakini pia marafiki wangu wamekaa na mimi, wamenishikilia. So ule upendo ambao umekuonyesha tu angalau umefanya uko paka hapa leo hivi. Sana. Bro, uliendelea na masomo? Sikuendelea. After 2016 bado mwili, hata kama bado saa hizo mwili imepata nguvu, bado sikuwa ina situation, sikuwa naweza kuenda sana. Sikuwa naweza kutravel sana ama hata kukaa chini for long. So kumeenda hivyo sasa kutoka 2017 ndio sasa nikahama. Kina mama walinitengenezea nyumba ingine ambayo ni more spacious, more accessible kwa mtu wako na wheelchair. Sasa kutoka hapo ndio pia nikapata wheelchair ile ya kujipeleka ile. Kwa sababu hata ukiangalia mikono zangu utaona vidole hazifanyi kazi. Huwezi kujidrive mwenyewe. Siwezi kujidrive. Kwa hivyo nikapewa marafiki wangu wakakuja pamoja, wakanichangishia pesa, wakaninunulia ile kiti ya motorized. Sasa hiyo ndio ilinibadilishia maisha sasa. 2017. Imekuwa miaka 4 ya hizi changamoto ndugu yangu. Imechange vipi maisha yako? Na pengine labda umefikiria nini cha kubadilisha jamii ama kubadilisha taswira yako mwenyewe na watu ambao pia labda wanakaa kwenye wheelchair? 2017 baada ya marafiki wangu kuninunulia wheelchair. Hilo jambo liliniguza sana. Kwa sababu hicho kiti
ndio kama kaa sio kiti Billy mimi singekuwa hapa. No. Bado ningekuwa huko kitandani bado hadi saa hii. Juu kiti ndio ilinipatia uhuru wa kuweza kuenda pahali penye nataka. Juu mimi hata ukiniambia toka hapo uende sentimita 2 hapo siwezi. Na wheelchair ya kawaida siwezi. Lakini nikiona hiyo wheelchair nyingine naweza enda pande zote. Kwa hivyo nikakaa hivyo nikashindwa. Nikajiuliza kama hao marafiki wamenibadilishia hivi maisha na mimi mwenyewe kuna mtu naweza badilisha maisha pia. So hapo ndio nilianza kufikiria ni aje vingine naweza kuwa more involved in the issues za watu wako na disability. No. Kwa hii Kenya yetu. Ambapo ukafanya nini? Nikafungua foundation ambayo inaitwa Strong Spine Foundation. Strong Spine Foundation inasaidia sana watu ambao wako na ulemavu kama mimi, ama either kama ni mental disabilities ama physical disabilities. Kitu ambao ninataka sana ni ku advocate for inclusion, equality na sana empowerment. Ili watu waweze kwanza wajue kuwa wewe ni mtu tu kama yule mtu mwingine. Usijihisi ni binadamu ambaye ni nusu yani. Kweli. No. Unaweza pitia mambo ngumu, unaweza jidharau kwa muda lakini usiishi hapo. No. Ikifika muda fulani pia wewe dust yourself alafu pia uamke. So empowerment ikakuja in terms of assistive devices, vitu kama wheelchair. No. Na unajua Billy, wheelchair si wheelchair. Juu hiyo ni makosa ambayo tunafanya sana kama sisi wa Kenya. Kama unaona wheelchair zinapeanwa pahali unaenda tu unachukua unapelekea mtu. No. Na wheelchair ni kitu personal sana na ni kitu either inaweza kusaidia ama inaweza kuharibia life. Juu unajua lazima ikuwe designed for your needs. Yani we custom made. Jinsi wewe unahitaji. Naam. Na kila mtu ako na njia yake ama ako na kitu anahitaji kwa wheelchair. Naam, unajua kama mimi sasa kaa hivi ukikuja kunipea wheelchair lazima unipime mwili. Unajua mimi bado ni mtu mrefu Ukikuja unipatie ka wheelchair kadogo nitapata vidonda. Unaona jinsi wakati nitakaa kwa hii wheelchair asubuhi nitatoka hapa jioni. Naam. Alafu unajua ukikaa sana kwa pali pamoja ndio unapata hizo vidonda. Nilikuambia. So ukikosa kupata wheelchair ambao inakusuit vizuri utaumia. Na hii foundation yako bali na wheelchair inasaidia kitu gani kingine labda watu ambao wanaishi na ulemavu? Sasa kitu ya maana sana ambayo ninaongea kuhusu ni diapers. Zile diapers zenye nilikuambia nilipata nikitumia kule Kenyatta. Hizi napi za watu wakubwa. Yeah. Tunazita adult diapers. Adult diapers hata yenyewe jina yenyewe tu ni ngumu tu kwa watu wengine kutamuka Juu hili ni jambo ambayo watu hawakubali ati wanatumia. So mimi nikaona hizi ni vitu tunahitaji ni kama chakula kwa watu kama sisi. So nikaona jinsi ya ku make change ni kutokea na kuongea kuhusu haya mambo kwa openly kuongea openly. Kwa hiyo mimi nikaanza hizi conversations. Nikasema mimi Brown ninatumia hizi diapers na hili si jambo ambalo ninafaa kusikia. Ati inanifanya nikuwe less of a person Juu hii ni kitu ambayo inasaidia mtu wako na ulemavu aishi maisha poa maisha ya usafi, maisha iko na dignity. Hii kama singekuwa na hizi diapers singeweza kutoka hadi Nakuru hadi hapa. Are they readily available kwa mwananchi wa kawaida? Si kwa kila mtu Billy. Kwanza ni expensive, very expensive. Kwa sababu unajua packet moja inatoka 1000. The most basic. Kwa hiyo ndani hiyo packet ni 10 pieces only. Hebu Billy nikuulize, unaona kama mtu mmoja anaweza tumia diaper ngapi kwa siku? Pieces ngapi? Nikiangalia kama ni mtoto wangu anatumia kama 3-4 kwa siku mtoto wangu. Mtu mzima basi atatumia ngapi? Atatumia mingi. 10 pieces because you don't have control. Hauna control. Tuko na condition inaitwa incontinence. Sisi watu wenye tuko na ulemavu kama huu. Yani hauwezi control bowel ama bladder movement. Ikijisikia inatoka tu. Kwa hivyo 10 pieces hizo hata wiki haimalizi. Brian, kuna mtu anakusikiza asubuhi leo ako na condition kama yako ama kuna ulemavu fulani tu ambaye yeye anaamua na kapale ama anaenda kwenye streets anaomba watu wampatie hela. Nikipenda ongea na watu kama unaweza kuambia nini? Mimi naweza waambia kwanza sita wa judge. Kwa sababu
kitu ambayo imefanya muende hapo kuomba ama nini, siwezi jua. Juu hata mimi kama si support na si kusaidiwa kwenye nimesaidiwa na familia na marafiki, hakuna kitu ambayo ingenizuia nikuwe kwa street pia mimi. Kwa hivyo kitu yenye naweza sema ni tukuwe na better support for the disabled community. Tuweze kupata hizi vitu zenye tunahitaji sana. Ziwe available readily. Ziwe ready available kwa sababu kama mimi bili kutoka kwetu hadi pale ambapo nanunua diapers, hizo diapers ni kama safari ya 30 minutes. Wow. Mimi sina kazi bili, mimi bado ni kijana naishi nyumbani. Lazima nitahitaji hizo diapers na lazima nitahitaji vitu zinaitwa catheters. Catheters na urine bags. Catheters, urine bags, hizo lazima utumie once every day. Unatumia a set every day, na a set ni inakuja almost 100 bob every day. 100 bob every day na diaper. It's too much expensive. It's too expensive. Na ni vitu ambavyo foundation yako inalenga kuvifanya available kwa watu. Mimi sasa kitu ambao nafanya bili ninaongea na marafiki wangu. Mimi ni mwandishi pale Facebook. Ninaandika sana kuhusu issues za watu wako na disability. Kwa hivyo ninaongea kuhusu hizi diapers, alafu nauliza kama unajua watu wako na uwezo. Nauliza kama uko na uwezo unaweza fanya donations, diaper donations. Ili zinafikia ule mtu ambao hajiwezi. Pale Facebook unapatikana na jina gani? Pale Facebook unapatikana na Brian Mushiri Waihenya. Mtu akifuata pale Facebook pia akitaka kudonate hiyo diaper anaweza donate. Na tuko na M-Changa ya diapers. M-Changa ni account ni 891,300. 891,300 na account name ni diapers tu kawaida hivi. Diapers tu. Tulikuwa na initiative kutoka last December. Tuliraise funds mingi sana, na ningetaka kushukuru watu kwa sababu wakati niliongea kuhusu hii mambo ya diapers hawajanichukulia. Unajua nikikuja hapa nikwambia Billy mimi natumia diapers unaweza anza kunitenga kiasi, lakini hawakukutenga. Hawakunitenga, walichukua hii story ikiwa as serious as it kama yao yani. Kwa sababu hii ni kitu inaweza shika kila mtu. Ni story ya Brian Mushiri mwenye umri wa miaka 26. Story yake umesikia, amezaliwa akiwa sawa tu na wazazi wake, lakini baadaye pale Februari tarehe 8, 2014 akapata ajali na imemweka